masuala ya maendeleo katika ngazi za jamii. Kwa hiyo tutakuwa pamoja na tutaelezeana, na nafikiri kwa sababu na uzoefu wa kule chini, basi yote ambayo yatakuwa yanazungumzwa kuhusiana na level ya chini, kuanzia ile lugha ya kuongea na wananchi pamoja mpaka kuja kuongea na maafisa, namna ya upangaji pale level ya halmashauri, vyote tukiulizana hapa tutaelekezana vizuri. Kwa hiyo niwashukuru sana na niwakaribishe katika hii session. Asante. Asante Kafunga. Kama mwenzangu alivyotangulia kusema ndugu Kafunga, hata mimi nimetokea kwenye halmashauri, nimefanya kazi halmashauri, lakini kabla ya kwenda halmashauri nilifanya kazi kwenye CSOs. Nilikuwa nafanya kazi World Division. Kwa hiyo nina uzoefu pia kutoka kwenye timu ambayo iko hapa. Sasa nitawasilisha na nitatumia muda mfupi. Kuna mambo mengi sana ya kuongea kuhusiana na mfumo wa OND-ODE, lakini kwa sababu ya muda tunaenda haraka, na nitakuwa nafanya haraka ili mpate muda wa kuuliza maswali na kuweza kuchangia kwa pamoja. Na wasilisho tuanze na hiyo D/D. Na wengi wetu tunakumbuka reform zimeanza lini katika nchi yetu? Miaka ya 90 kulikuwa na mabadiliko makubwa sana ya siasa za dunia, na inalazimu kwamba serikali sasa ya Tanzania ibadilike na kuanza kukubali reform. Kwa hiyo walisoma miaka ya nyuma wanakumbuka kulikuwa na zile SPs zilianza miaka ya 90, na ilipofika mwaka 92 mambo mengi yalianza kubadilika. Mwaka 96 tulianza kubadilika, yani ugatuzi wa madaraka. Hii ugatuzi wa madaraka maana yake kupeleka madaraka kwa wananchi. Lakini unapelekaje madaraka kwa wananchi? Ni kuweka zile mamlaka za serikali za mitaa. Kama alivyoanza kutangulia kueleza Richard, mamlaka za serikali za mitaa sasa zikawa zimepewa mamlaka ya kuweza kusimamia wananchi. Lakini sasa ili uweze kufanya wananchi washiriki, unafanyaje? Ndio ikawa imeanzishwa kitu inaitwa opportunity and obstacle to development. Hii ilikuwa ni tool ambayo inasaidia wananchi kushiriki kwenye shughuli za maendeleo, ambayo hii ilianza mwaka 2000. Wananchi walikuwa wanashirikishwa kwenye shughuli za maendeleo, lakini walikuwa wanashirikije? Kwa kutumia zile tools ambazo zinafahamika na wengi za PRA. Nafikiri nikisema PRA zinaelewa zile tools za kuwashirikisha wananchi. Na hii ilikuwa ni wakati wa planning process. Ndio muda ambao wananchi walishirikishwa kupanga. Kwa hiyo kwenye kupanga wananchi walishiriki, na katika kushirikishwa kwenye kupanga ilikuwa na changamoto nyingi ambazo zilikuwepo kwa wakati huo, ambazo hazikuchukuliwa kwa maana sana. Changamoto ya kwanza ni maeneo. Tuna maeneo makubwa sana nchi yetu. Tukizungumzia halmashauri moja, sisi tu halmashauri moja, tunatumia mfano kwa wale wa Morogoro. Unajua kuna halmashauri kubwa inaitwa Ngorongoro, sasa hivi inaitwa Mlimba. Ile halmashauri tu ya Ngorongoro ukubwa wake sasa yake ni sawa na nchi ya Burundi. Unaweza kuangalia,
na tuna halmashauri 184 nchi nzima. Kwa hiyo eneo letu makubwa. Kwa hiyo ukiangalia vijiji ni vikubwa sana, lakini pia hata mitaa ni kubwa sana. Kwa hiyo hilo halikuwa limezingatiwa sana. Lakini pia tulikuwa na shida nyingine kubwa sana ambayo ilikuwa kwenye maana sana. Shida hiyo ilikuwa ni staff. Tulikuwa hatuna watumishi kutosha. Sasa hivi angalau hali sio mbaya sana. Lakini kipindi cha nyuma maeneo mengi yalikuwa yana watumishi. Hasa katika ngazi za msingi. Kwa maana ya watendaji wa kata, lakini watendaji wa kijiji kulikuwa hakuna. Lakini pia maafisa wale wengine, maafisa wa ugani tulikuwa nao wachache sana, kwenye kata chache sana, lakini nyingi zilikuwa zina maafisa wa ugani, maafisa wa kilimo, maafisa mifugo, watu wa maafisa maendeleo ya jamii walikuwa na chache sana katika hayo maeneo. Lakini pia kuna changamoto nyingine ya tatu. Kwa sasa zipo changamoto nyingine lakini hapa tutaelezea chache. Changamoto kubwa sana iliyopo ambayo ipo kwa sasa. Hatuna fedha za kutosha. Hizi halmashauri nyingi hazina fedha za kutosha. Tunasema mapato lakini mapato ya halmashauri nyingi kidogo. Halmashauri chache sana ambazo zima manispaa na majiji ndio zinaweza zikawa mkusanya mapato ya kutosha. Lakini halmashauri nyingine ni shida kweli. Kuna halmashauri ambazo hadi sasa zinakusanya kuanzia milioni 500, milioni 800. Basi pamoja na kwamba tunasema kwamba tunatoa ushuru, tunatoa nini, lakini mapato yale ni kidogo sana. Kwenye majiji, kwa mfano jiji la Arusha tunakuta mapato makubwa, lakini ukitoka kidogo tukaenda Meru pale ni changamoto. Kwa hiyo tunaona kwamba 60% ya hizo halmashauri zilikuwa haziwezi kuwa na mapato ya kutosha kujiendesha. Sasa katika hali kama hiyo ikaanzishwa conventional oil audit. Tunasema conventional kwa sababu tunataka kutofautisha ile ambayo ni ya awali na hii ya sasa. Conventional maana yake ya awali. Sasa hivi tunayo improve. Katika kipindi hicho cha conventional oil audit ambayo ndio ilianzishwa, ambayo ni opportunity and obstacle development. Changamoto kubwa katika kipindi hicho, hii conventional oil audit ilikuwa ni participatory in the decision making and the planning process. Hii ilikuwa ni oil audit inayozingatia wakati wa planning process kama nilivyosema mwanzo. Kwa kutumia PRI tools, mnaenda kwenye jamii, mnakaa siku 12, mnafanya constitutional nini? Zile chapati za kusushi. Constitutional ranking. Sasa zikumbuka. Ziko ngapi? Ile ya kuja transitional na nakumbuka hata ya njia. Sasa zote hizo zilikuwa zinafanyika ili kuweza kujua kwamba hii jamii inahitaji gani. Kwa hiyo wanajamii wanakaa pale wanakuja kwanza kwa lengo la kufikiri kwamba serikali hii imekuja kuchukua mahitaji. Kwa hiyo wanasema mambo yote hata ambayo sio hitaji kabisa. Tunasema shopping list. Kuna list kubwa sana ya vitu ambavyo hivyo vyote kila kijiji kilikuwa kinatoa idadi ambayo inataka serikali itekeleze. Sasa kwa kutumia hiyo PRI tools tunaweza kuona process hiyo inafanyika ndani ya siku 12 na mwisho wa siku walikuwa wanatoka na mpango wa kijiji. Na wale mpango wa kijiji ambao ni village development plan VDP. Kwa wale watu ambao walikuwa sasa mpango wa kijiji wao ulikuwa unawasilishwa kwa halmashauri na kaskauti ya kubwa ya siasa mpango. Sasa mpango anachukua ile mipango anaenda kuipeleka kwenye halmashauri na lengo lilikuwa ni kwenda sasa kwenda kutekeleza. Lakini sasa hivi mipango sasa inapokuja kuja kule halmashauri, changamoto ikawa kubwa kwamba mipango yote serikali na zile changamoto zilizoelezea mwanzo hatuna fedha za kutosha, maeneo makubwa sana, hatuna wataalamu wa kutosha. Hii mipango yote mwisho wa siku haitekelezeki. Na kumbuka hizi zinafanyika kila mwaka. Kwa hiyo kwa kwanza mmefanya hivyo, mmechukua mahitaji ya wananchi, mmepeleka pale kwa halmashauri, hayajatekelezwa, mwakani naenda tena.
mnafanya vile. Ndio. Naleta tena hayakutekelezwa. Unaenda mwaka wa 3. Unafanya hivyo. Sasa shida ile kutokea. Ukaanza kuwa na changamoto kubwa sana ambazo zilitokeza katika hizo zoezi. Changamoto ya kwanza tuliingiza yani ile utegemezi wa jamii ukawa mkubwa sana kwa sababu kila saa wanasubiri serikali kuja kutekeleza. Na nakumbuka wale tuliokuwa nao jana, kuna kijana mmoja alisema kwamba kwa nini wanakuja kutudanganya, kwa nini wanasema kwamba watafanya, na hilo ndio kosa kubwa kusema kwamba tutafanya, lakini kimsingi mwisho wa siku ilikuja kuona kwamba haiwezekani kufanya. Yani bora tungesema kuanzia mwanzo kwamba hatutaweza kufanya peke yetu, lakini hiyo alisema. Kwa hiyo dependence kubwa, wananchi wanakaa wanasubiri kila siku wanasema serikali inatekeleza, serikali inafanya, kukawa na hiyo changamoto. Wanasema independence, if we list what we want, they will provide us. Hiyo ndio wanajua hivyo. Wanajua kabisa kwamba serikali inataka kufanya hivyo. Lakini cha pili ni hii tunaita participation fatigue. Ule ushawishi ukao umeondoka. Kwa sababu haiwezekani kila mwaka wanakuja kuuliza kitu hicho halafu atekeleze. Kwa nini tuende kwenye mkutano? Kwa nini tukashiriki zoezi? Kama hawatupotezei muda, kwa nini tunaenda? Kwa kuna swali hili hapo. There is no point of participating in this process. Unaona? Hicho ndio kitu ambacho kilifanya watu wengi wakawa hawaendi kwenye mikutano ile ikaonekana zoezi la kampeni, kwa hiyo watu hawaendi. Shida nyingine ilijitokeza. Hakuna ownership hata kwenye ile miradi ambayo chache ilitekelezwa. Kwa mfano kama waliweza kuchukua miradi ya waliweza kutekeleza moja au mbili, hata kwenye hiyo chache ownership ya kulipwa hakuna. Bado miradi ile ilikuwa majina ya zile program. Kwa mfano mradi wa TASAF ilikuwa inaitwa darasa la STEM ilikuwa inaitwa MEM, na hakuna namna yoyote ambayo jamii hii ilikuwa inachukulia kama ile darasa kwao, na hata kama kutokea uharibifu mdogo walikuwa wanaacha hivyo, na baada ya muda mkienda mnakuta kila kitu kinaharibika. Nilikuwa na mfano kadhaa ya maeneo ambayo baadhi ya miradi ilitokea kwa namna hiyo, kwa sababu ya muda tumeamua kuiacha. Lakini mimi najua miongoni mwenu kuna watu ambao wanajua baadhi ya maeneo ambayo ya namna hiyo na ilikuja kufa. Na miradi ilikufa ya namna hiyo, miradi ya maji, kwa sababu maji yale miradi ilikuja kwa jamii, lakini ilipotokea uharibifu kwenye yale mabomba, miradi ile ilikufa na sasa iko porini. Nafikiri tunajua ushahidi wa kutosha kwa maeneo, hasa kwa wale ambao maeneo tutakuwa ushahidi. Sasa ili kuondokana na hiyo changamoto, sasa tulifanya tafiti mwaka 2009 na kuja sasa na mfumo ambao sasa unaweza kusaidia kuboresha hiyo hali. Na ili kuboresha tunasema kuna mambo matatu ya msingi tunatakiwa tuyazingatie katika kuboresha hii hali. Jambo la kwanza ni mindset change. Hii mindset change inawahusu watu wote. Kwanza jamii wanatakiwa kubadilisha mindset na kujua kwamba maendeleo ni kwa ajili yao. Tunapozungumzia maendeleo tunazungumzia uwepo wa shule, tunazungumzia uwepo wa zahanati, tunazungumzia barabara, maji na kadhalika kwa jinsi tunavyosema, lakini pia na mambo mengine. Yote haya ni kwa ajili yao. Wao ndio wanafaidi hayo mambo. Kwa mfano kama kutokuwepo kwa shule, wananchi wanatakiwa kujua anayeacha kwenda shule ni mtoto wake. Kutokuwepo kwa zahanati au kutokuwepo eneo au huduma ya afya, anayeshindwa kwenda kufungua ni ndugu yake, mtoto wake, ni dada yake au mama yake. Kwa hiyo haya yote yanatakiwa jamii ielezwe na ibadilishe mtazamo, kuachana na fikra kwamba serikali itafanya kila kitu, na iwe na mtazamo kwamba kwa kushirikiana na serikali tunaweza kufanya. Lakini mindset change
inawahusu maafisa wa serikali. Serikali tunataka kubadilisha mindset. Tuanze kujua kwamba jamii inalo la kufanya. Kwa sababu kwenye serikali ukienda kwenye serikali nilikuwepo kwenye sio kama ni watu wa serikali wanaamini wananchi hawawezi kufanya kitu. Sasa hiyo tunataka kubadilisha mindset. Kuona kwamba ndani ya jamii kuna potential nyingi sana. Ukiacha hizo tunazungumzia rasilimali, watu wanazungumzia rasilimali watasema kuna mchanga, kuna mawe, kuna matofali, lakini ndani ya jamii sasa kuna skill, kuna watu wenye uwezo wa taaluma kubwa sana ndani ya jamii ambao sisi huwa tunaona kama watu wote ni sawa, lakini jamii sio sawa. Kuna watu wenye uwezo mkubwa, tukiwatafuta watatusaidia mawazo, lakini pia ni wataalamu wa mambo mbalimbali, kuna mainjinia wastaafu, kuna wataalamu wa profesa wako huko ndani ya jamii. Kinachotokea ni kwamba hatujaanza kuwatambua na hatujaanza kuwatumia. Kwa hiyo hao sasa tunatakiwa kubadilisha mindset. Tuone namna ya kuwatumia. Lakini watu wengine kubadilisha mindset ni CSOs. Sisi mashirika ambayo sio ya serikali. Sisi nasi tumekuwa wakati mwingine tunanyoshia watu kidole, tunawanyoshia serikali. Kwamba serikali tunakosea, lakini tunashindwa kuelewa kwamba serikali nao wanazidiwa. Hii nchi ni kubwa sana. Hatuwezi kuendeleza mtu mmoja. Yaani mdau mmoja hawezi kuendeleza serikali pekee yake haiwezi. Na hilo tunatakiwa watu wote walitambue kwamba kwa kushirikiana ndio tunaweza. Ila mtu mmoja hata tukisema sisi tuachia mfanye hiyo wenyewe haweza sana kufikia malengo. Kwa sababu hata tuangalia taasisi zetu hizi CSOs hamna ambayo inakava nchi nzima, kuna ambayo inakava nchi nzima. Tunakava vipande, lakini kwa kipande hicho unachokiongoza unaona jinsi kuna changamoto. Sasa vipi anayekava chini kwa kweli. Kwa hiyo tunahitaji CSOs nyingi kadri iwezekanavyo, tusaidiane na tusinyoshiane kweli changamoto kubwa, lakini tutambue. Lakini kingine cha pili cha kufanya ili kuondokana na hii changamoto, kuna hizi serikali za vijiji inaitwa village government. Kijiji ni serikali kamili. Sawa? Hii ni serikali ambayo inaongoza wananchi. Iko chini kule kwenye jamii. Ndio inaongoza wananchi wanaojua. Wanamjua mwenyekiti wa kijiji, wanamjua mtendaji, wanajua halmashauri ya kijiji. Ndio wanaoongoza. Hawa kama wakikosea hatuwezi kufanikiwa. Na ukisikia wananchi wanagombana na serikali, maana na hao watu hawagombani na rais na waziri mkuu, kwa sababu hao jamii haiwezi kuona kirahisi, lakini wanamuona mwenyekiti wao, wanamuona mtendaji, wanaiona ile halmashauri ikifanya makosa ndio serikali inalaumiwa. Kwa hiyo tunachotaka kufanya ni kujengea uwezo hawa wanaoongoza watu wako katika kazi mbalimbali, vitongoji, lakini kuna mitaa, kuna vijiji, lakini pia kuna vikundi mbalimbali ambavyo viko kwenye jamii, kuna vikundi vikundi vya kufahamikana, kundi vingi sana. Zote hizi taasisi muhimu ambazo ziko ndani ya jamii zinaongoza hizi jamii. Tunachotakiwa ni kuwajengea uwezo ili waongoze hao watu katika njia sahihi. Lakini cha pili ni hizi halmashauri LGAs. Tunatakiwa kujengea uwezo hizi mamlaka za serikali za mitaa. Najua wote tunafahamu zenyewe sana ziko zimegawanyika katika makundi manne. Tuna majiji, tuna manispaa, tuna miji na tuna halmashauri za wilaya. Zinatofautiana zote ni local government. Na zenyewe zinatakiwa kujengea uwezo. Kwa nini? Kwa sababu zenyewe ziko karibu zaidi na wanajamii. Lakini katika hii ngazi halmashauri ndio eneo pekee ambalo kuna wataalamu ambao kwa sasa angalau tunaweza kuweka wataalamu karibia sekta zote wako pale. Wataalamu wote wa afya wako pale, elimu wote wako pale, watu wa kilimo wako pale, mifugo wako pale, mainjinia wote wa ujenzi wa kila kitu wa maji kadhalika wako pale. Hawa ni wataalamu. Kwa hiyo sasa hawa tunatakiwa kuwajengea uwezo ili wajue kwamba wanayo kazi ya kusaidia jamii ili kupata huduma sahihi. Sasa baada ya kuzungumza hayo, ngoja sasa nizungumzie kuhusu ndio boresho.
ni nini? Wengi walioboreshwa tunasema is the methodology to build and sustain collaboration relationship between LGA and the community for data science delivery and the local development empowering community by promoting community initiatives. Sawa jamani? Kwa hiyo tunabadilisha ile mindset. Tunasema hatuwezi kufikia maendeleo kwa kuangalia au kushirikiana vidole, ila kwa kushirikiana. Tunasema kwamba tusijenga mahusiano na ushirikiano kati ya mamlaka za serikali za mitaa lakini na wananchi, ili huduma zitoke ziweze kufanikiwa kwa kuangalia kwamba tunawajengea uwezo wa jamii ili waweze kuja na community initiatives, jitihada za jamii. Hizi jitihada za jamii ni jamii ambapo inaweza kuona hii ni fursa, hii ni hitaji halisi, tunasema ni felt need. Tunahitaji kitu kweli. Sasa kuna tofauti kwenye kujua felt need na zile wants. Wakati mwingine wanajamii wanasema tu wants. Kwa mfano mtu anaweza kana anasema anataka gari, lakini kimsingi hilo sio hitaji kwa wakati huu. Of course mazingira yanatofautiana, lakini vitu huwa ni tofauti. Lakini kuna namna ya kujua. Tunasema kwa mfano sasa hivi kutoka hapo kila mtu anataka kaenda mjini, tukasema kwamba kwa sababu kila mtu anataka, kila mtu atafuta chakula, hivi kuna possibility ya watu wote kula chakula cha aina moja. Inawezekana? Haiwezekani, ndio. Kwa nini? Wakati njaa. Lakini tunategemea wakirudi tuwaulize wote waseme kula ugali mara. Wote kula ugali mara? Hapana. Kwa nini? Kwa sababu mbalimbali. Mwingine labda ana allergy, mwingine ana nini, mwingine hapendi hicho, hajisikii hicho, kwa sababu hilo sio hitaji halisi. Sijui umeelewa hapo? Ninamaanisha hivi, katika maendeleo wananchi hawawezi kutaka kitu cha aina moja kwenye tatizo lile. Sio hapo umeelewa? Haiwezekani kwamba tuseme kwamba jamii zote tunazijengea zahanati sote ili kuondoa tatizo la nini, la huduma ya afya. Ndio sasa tunaona kwamba jamii hizi hazifanani. Kwa hiyo ni muhimu sana kujitahidi wakati tunapokuwa kwenye jamii zetu tuhakikishe kwamba tunazingatia mahitaji halisi ya jamii. Sasa hebu ngoja niende haraka na nizungumzie hapa. Tunasema kwamba collaboration ambayo tunaelezea, lakini pia jamii sasa inakuwa na people make effort to overcome the challenge and LGA support. Lakini watu wengine wote who support this system. Na tunakuwa na kama concept ya kwanza ni initiative ambayo tunasema kwamba jamii inaanza kuonyesha zile facility na kuanza kutekeleza, lakini ya pili empowerment ambayo tunasema ni process of building organization. Taenda haraka kidogo kama dakika 2. Kwa hiyo kwa hiyo kikubwa ni community empowerment, ambayo sasa tunasema hii ni action and reflection. Wakati jamii inaendelea kutekeleza jambo fulani, hatua kwa hatua inaendelea kujijengea uwezo. Jana kuna mmoja alisema, kijana mmoja alisema kwamba kuna mradi ulikuja wa maji sehemu, lakini ile jamii ikaanza kugombana. Hii ni kwa nini? Kwa sababu jamii hizi zinatofautiana katika capability na experience, na hiki kitu ni muhimu sana ambacho tunatakiwa tukijue kwenye jamii zetu, na tunatakiwa tuzijengee uwezo hizi jamii ili ziweze kuwa na hiyo experience ya kutosha kuhandle hiyo miradi. Tunapofanya ni kuanza na miradi midogo. Naweza ukaona hapa, hii inaitwa action and reflection, ambayo inasaidia capacity building, yani ile community empowerment. Pale imeandikwa first CI, community initiative ya kwanza, ni ndogo sana,
Hii inawasaidia kuwajengea uwezo. Wakikamilisha ile, huwa wana tabia kujisikia vizuri kwamba hii tumemaliza. Kwa hiyo tutaanza nyingine. Kama wameanza kujenga choo kwa mfano, wakikamilisha choo ndio wanaenda kujenga darasa. Wakimaliza kujenga darasa ndio wanaenda kujenga kituo cha afya. Lakini wakianza na kituo cha afya wanaweza wakashindwa. Kwa hiyo tunasema kwamba wanaanza na mradi mdogo, wana reflect, wanaenda wana mradi mkubwa hadi wanafanya mradi mkubwa. Kwa mfano ule mradi wa maji ulioleta ugomvi, ulitakiwa usianze huo, uanze mradi mwingine ambao ungewajenga mmoja wao, wangejenga na hizo zuri mpaka ufikie ile watano ndio ungekuwa maji. Sasa approach tunazo mbili. Kuna approach ya kwenye community ambayo tunasema ni empowerment, na katika hii kwenye community empowerment, kwenye ngazi ya community tuna watu ambao wanaitwa facilitators ambao tunawafanyia training, na wanafanyiwa training intensive training ya siku 52 kwa sasa, japokuwa tunaendelea kuzipitia, lakini hizo 52 sio zote darasani, siku 10 darasani, lakini siku 42 kwenye field. Na tunachowafundisha ni nini? Tunawafundisha namna ya kuunderstand hizi community, kujua kwamba hazifanani, wanajamii hawafanani. Jamii za Pwani na jamii za Kilimanjaro au Arusha tofauti katika mitazamo na namna ya kufanya mambo. Kwa hiyo hilo tunawafundisha namna ya kuzijua na kuona jinsi ya kuweka facilitation strategy. Lakini tunakuwa na hao wadi facilitator, kazi yao ni kuendelea kwenda kwenye hizo jamii, kuendelea kuwahamasisha, kutengeneza ile ari ya kuanza kushiriki kwenye shughuli za maendeleo, ikiwemo kuwaambia kwamba haya maendeleo ni kwa ajili yenu. Kwa hiyo wananchi wanapoanza kujitokeza, wao wanawasaidia na kwenda nao hatua kwa hatua, katika kila hatua wakionyesha uwazi na utekelezaji wa zile shughuli. Kwa hiyo ni katika ngazi ya msingi. Katika ngazi ya msingi hiyo unaweza ukaona kwamba huyu anaitwa ward facilitator au ward facilitator extension officers, wale maafisa ugani walioko kwenye zile ngazi za jamii. Hao ndio wanapatiwa mafunzo na ndio wanaenda ndani ya jamii kwa ajili ya kuwajengea uwezo wanajamii. Wataendelea kufanya hiyo kazi, lakini kwa sababu wao ni maafisa wa serikali kwenye ile jamii, wao sio permanent. Kwa hiyo watatakiwa kuanzisha watu ambao wanaitwa community facilitators, ambao wanatoka ndani ya jamii husika na kuwajengea uwezo, ili mwisho wa siku yule ward facilitator akiondoka, hawa ndio wanakuwa wanaendelea na ile jamii. Kwa hiyo huu mchakato unafanyika katika ngazi ya jamii. Katika ngazi ya halmashauri, ambapo lengo ni kujenga ile mahusiano, kwa maana ya LG sasa kuwa na ushirikiano na jamii. Kuna kikosi kazi ambacho tumeanzisha katika kila halmashauri cha watu 7, wanaitwa community, wanaitwa CTF, Council Task Force, ndio jina tunalotumia kwa sasa, japokuwa tutafanya mapitio, tunaweza tukalibadilisha siku zijazo. Lakini hawa wanakuwa 7. Miongoni mwao kuna wakuu wa idara 3, lakini maafisa wa kawaida 4. Wakuu wa idara wako pale kwa ajili ya handle zile interest za management, kwa maana wao wataingia kwenye vile vikao vya CMT, watawasilisha maoni ya timu na wanaweza kufanya majadiliano na kupeleka hoja. Lakini hao wengine ni wale watumishi wa kawaida wanaoendelea kuhamasisha na kuwasiliana na wale walioko ndani ya jamii. Sasa tunaweza tukaona tofauti kama inavyoonekana. Wakati ule wa OIDOD ya awali, facilitation ilikuwa kwenye planning process tu. Lakini sasa hivi kwenye OIDOD tuna social preparation, maana maandalizi ya jamii kwa maana ya kutambua uwezo na uzoefu, lakini kuwajengea uwezo, lakini pia wanakuwa na planning process, lakini pia wanakuwa na implementation, wanakuwa na M&E. Yote haya yanafanyika ndani ya jamii. Na mwisho wa siku tunakuwa na kitu kama hichi, kama working for OIDOD au OIDOD works, ambao tunaona katika ngazi tofauti. Chini kabisa ni ngazi ya jamii, kijiji au mtaa, ambapo huku kuna huyo community facilitator, lakini kuna village, mtaa, organization. Inachoendelea pale ni facilitation na wananchi wana take actions, na mwisho wa siku wanakuja na community initiatives. Katika ngazi tofauti kwenye kata tunakuwa na ile WDC, ambapo wanakuwa wanajadili hizo mambo yote yanayotekelezwa katika ngazi ya msingi. Council tunakuwa na CTF, katika mkoa tuna coordinator
tuna focal person katika mkoa anashughulikia WDOD, lakini katika TAMISEMI tuna timu ya WDOD ambayo tuko pale, ambayo mimi na mwenzangu, lakini na wengine tuko pale kwa ajili ya kusimamia huu utaratibu wote. Lakini mwisho wa siku tunaweza kuona kwamba kuna community initiative katika ngazi ya halmashauri. Unaweza kuona kinachotolewa pale, wanacho support kama halmashauri ni ile wana support technical, na wana support technical kwa sababu wana wataalamu pale, wana engineer, wana maafisa wote pale technical support. Wana support pia financial, manake hii miradi yote ikitoka kwenye jamii wanakuja kuweka kwenye budget zao, ambao wanatoa fedha kwa ajili ya kusaidia. Lakini moral support kwa maana ya recognition, kutambua wananchi wanahitaji saa nyingine kutambuliwa tu, kusema tu hata kwenye mkutano wananchi fulani wamefanya vizuri, kuandikia barua, kuwapa zawadi, kuwapa tuzo na mambo mbalimbali, ni kitu ambacho tunahamasisha. Hata sisi tunahamasisha kwa tunafanya hivyo, kutoa tuzo kwa wananchi kama wamefanya vizuri kwenye kijiji, wamefanya usafi, wamefanya nini. Tuzo hizi wanajamii wanafurahi na wanafanya vizuri zaidi. Sasa tunaweza tukaona kwamba focus kubwa tunalenga katika capacitate community kwenye improved WDOD, tofauti na mwanzo tulikuwa tunafanya planning process. Sasa faida nitasema haraka. Kwanza community empowerment nimeshaongea sana, lakini tuna zile LGA na zenyewe zinakuwa, tunakuwa na governance, tunakuwa na local economic development, lakini relationship between community and the people inakuwa strengthened. Tunakuwa na sustainability of the projects kwa sababu ownership of the projects zinakuwa ni za community themselves, lakini tuna hizi long term cost reduction, kwamba miradi mingi kwa sababu wananchi wanachangia inakuwa inatumia gharama ndogo zaidi. Sasa kwenye mafunzo tunakuwa na hizo training kama nilivyosema, kunakuwa na hizo in-depth training ambazo ni wale facilitator wanafanyia in-depth training, task force au council task force, lakini academic institutions tunawafanyia mafunzo ya kina sana kuhusiana na WDOD. Lakini tunazo hizi orientations ambazo tunazifanya mara kwa mara, ambao mara nyingi tunawafanyia watendaji wa kata, ile CMT za halmashauri, madiwani, lakini pia kuna non-state actors kama tuko na ninyi hapa, hii nayo ni sehemu tunafanya hiyo, lakini pia zile MDAs, zile mamlaka za serikali, taasisi za serikali. Sasa kwenye tumeshafanya nini mpaka sasa? Tulitengeneza mwongozo ambao unatumika sasa hivi nchi nzima katika shughuli zote za maendeleo za ushirikishaji wa wananchi, mikoa yote 26, lakini na halmashauri zote 184, ambapo umeshatumika kwa miaka 4 na sasa hivi tuko kwenye mchakato. Baadhi ya taasisi zimeshiriki katika kufanya mapitio, tuko kwenye hatua ya kukusanya maoni kwa watumiaji, na mwisho wa siku tutakuwa na mwongozo tena ambao utakuwa umeboreshwa, umechukua maoni yenu. Lakini pia tumetengeneza mfumo wa ufuatiliaji, kwa sababu baada ya kutengeneza mfumo huu wa WDOD ili kutrack kwamba unafanyaje kazi, tumetengeneza integrated monitoring and system, monitoring and evaluation system, ambayo mle ndani tuna indicators tumeziweka, ambazo kila kota huwa tunaangalia progress, mwenendo katika kila halmashauri ukoje, zimeadhere kwa kiasi gani kwenye hiyo. Na hii ni web based, unaweza ukaingia, lakini sio rahisi kwa mtu wa kawaida kuona, lakini wale walioko kwenye system huwa tunaona kwamba kila halmashauri inaendeleaje. Lakini pia tumefanya zoezi la kureview ule mwongozo wetu, na nia hasa ni kuinclude other actors. Tumetambua uwepo wa actor wengine kama CSO na state actors, wote tushirikiane. Tumetambua kwamba ni muhimu, hii ni jambo hatuwezi kulifanya peke yetu, ni muhimu kushirikiana katika kuhakikisha kwamba tunafanikiwa. Lakini pia tuna zoezi la kuendelea kushirikiana na wadau mbalimbali katika kila hatua, kwa maana ya kwamba kwa sasa hivi tuko kwenye mwongozo, tunafanya mapitio, tutashirikiana nao, lakini pia mafunzo mbalimbali tunaomba kushirikiana nao. Sasa changamoto tulizonazo ndio hizo. Ya kwanza ni coordination. Hatujaweza kufikia MDA nyingi, bado tunaendelea, lakini pia hata CSO hazijafikia nyingi, bado tunaendelea na hilo zoezi.
na pia tunawakaribisha kwa wale ambao wanataka labda tuje kwenye ofisi zao, tuko tayari kuja kusema. Lakini pia capacity, tuna low capacity to identify to motivate, lakini pia tuna hizi halmashauri bado zinahitaji kujengewa uwezo sana katika mambo mbalimbali, hasa vile vikosi kazi vya halmashauri. Tumekuwa na changamoto kubwa kwamba kuna transfer za mara kwa mara, wale wanabadilika siku hadi siku. Changamoto nyingine kubwa ni kwamba hatuna fedha kwa ajili ya kufanya hizo, kwa sababu ukifanya M&D kwa kutumia mfumo utaona ukiwa pale ofisini, lakini you need to go and see what is the reason. Kwa hiyo tunasema kwamba tunahitaji fedha ya support kwa ajili ya kufanya hivyo, lakini pia tunahitaji fedha kwa ajili ya support, kwa maana ya hizi halmashauri nyingi kipato chao ni kidogo, wanahitaji kufanya training ya ward facilitator. Kwa hiyo tunahitaji support katika maeneo hayo. Sasa kwa maana ya mwisho kabisa hapa tuna roles and responsibilities za partners ambao tunahitaji sasa watusaidia kwanza, kutusaidia kwa maana ya training ya ward facilitator, lakini hiyo council task force wao, kuna management CMTs, lakini pia kuna counselors wafanyie mafunzo. Lakini kingine ni support ward facilitators. Tunajua mnafanya kazi mbalimbali ndani ya jamii husika, kwa hiyo tunahitaji pia support jamii zinapoanza shughuli mbalimbali, ziweze kuzisaidie ziendelee kwenye financial support kwa maana ya hizo community initiative. Lakini pia tunahitaji training kwa ajili ya kuwa na MDA nyingi, lakini pia kuwa na institution nyingi kwa maana ya vyuo. Sasa hivi tuna serikali za mitaa, chuo cha serikali za mitaa LGTI ndio kinachoweza. Vyuo vingine kama Tengeru na kadhalika bado hatujavifikia. Tunahitaji support katika maeneo hayo. Naomba kuwasilisha. Asante sana. CSO week. CSO week. Pole, naona kuwasilisha limechukua muda na bahati mbaya pia tulichelewa kwa kwanza. Sasa sijui kama tuna dakika kidogo kwa ajili ya majadiliano. Ndio dakika tano ni nyingi, zinatosha, lakini ni chache. Basi nilikuwa na maswali manne, lakini nitauliza mawili tu kwa waheshimiwa hapa, alafu nitafungua kwenu nyinyi, na ombi langu kwenu na maswali naomba yawe mafupi. Pale ambapo unaweza kusema ndio au hapana, pia useme hapana bila maelezo mengi, au kwa sentence moja, ili tusipoteze muda. Jambo la kwanza, ukiangalia huu mfumo wa ONOD iliyoboreshwa, ni kwamba cha kwanza, je, unakwenda kureplace ule mchakato mzima wa planning process au na ule bado unakuwepo? Ni habari ya CI na nini, unakwenda kureplace au ule bado unakuwepo? La pili ni kwamba unapoambia wananchi waibue, wapange na watekeleze, serikali iko wapi? Watu wanalipa kodi na wangependa kodi zao ziwahudumie. Je, hamoni kwamba hii dhana, wananchi wanaweza kuwa na dhana kwamba serikali imewatupa? Na swali la tatu, kuna masuala haya ya sasa hivi tunakwenda kwenye uchaguzi, kuna kampeni, watakuja viongozi, madiwani, wabunge, watakwenda kwenye jamii, watawaambia tutawaletea hichi, tutawaletea hichi, tutawaletea hichi. Je, ni kwa namna gani hii inaathiri utekelezaji wa CIs? Na je, huu mfumo wa ONOD unalifahamu hilo na umeka mikakati gani ya kudili na hilo? Na swali la mwisho dogo ambalo ndani na hilo, tumekuwa na kila kiongozi anapoingia anakuwa na vipaumbele vyake. Kwa hiyo tuna vipaumbele vya kitaifa, lakini tuna ilani za vyama. Chama ambacho kimechukua hatamu, ilani yake ndio inatekeleza na inakuwa na vipaumbele vyake, lakini pia hata kwenye ngazi za wilaya kunakuwa na vipaumbele. Sasa huku tunaambia wananchi wapange vipaumbele vyao kwa maana ya mahitaji halisi zao, lakini huku tuna vipaumbele vya kitaifa. Na umesema wote tukienda mjini hatuwezi kula chakula sawa. Ni namna gani sasa tuna balance watekelezaji nyinyi kwenye ngazi ya serikali huko, tuna balance kwamba haya ni mahitaji ya wananchi kwa maana ya community CIs, na haya ni mahitaji ya labda ni vipaumbele au maono ya viongozi wa kitaifa? Naomba tujibu haya kwa kifupi, alafu tutakaribisha members of the floor. Karibuni sana. Kwa kifupi sana naomba nijibu lile la kwanza. Alisema tujibu ndio au hapana. Ni kweli kwamba mfumo huu sasa una replace ule wa kwanza, kwa sababu mwongozo unaotoka wa maandalizi ya bajeti unasema kabisa mfumo utumike, mfumo wa ONOD ulioboreshwa, na miongozo hii inapelekwa kwenye halmashauri zote. Kwa hiyo wanapaswa kutumia
mfumo. Kama hawatumii, basi wanahitaji kujengewa uwezo zaidi, au kuna tatizo lingine, lakini serikali ishasema kwamba utumike huu. Swala la pili ni swala wananchi walipa kodi. Naomba nitalizungumzia hilo. Ni kweli wananchi wanalipa kodi na wanategemea huduma, lakini tatizo kubwa lilopo, kama nilivyoeleza mwanzo, hii nchi bana ni kubwa sana. Serikali ina mzigo mkubwa kwa ajili ya kuendesha nchi. Tusema mambo au huduma zinazohitajika na jamii ni nyingi sana. Serikali inachofanya inachagua priorities, kwamba kwa sasa tufanye nini. Na unapokuwa unasema kwamba unachagua, maana kuna mambo unayaacha. Wakati mwingine mambo yanayoachwa ni mambo yanayogusa jamii kwa kiasi kikubwa sana. Kwa sababu hiyo, tunaona serikali yenyewe inaona fursa pekee ni kushirikiana. Kwa nchi kama Tanzania, tukisema leo kwamba tuanze kutegemea fedha za kodi tu, tutachelewa sana. Of course ndio tunasema kwamba itakuja kujenga hilo darasa, lakini wakati inapokuja kujenga hilo darasa, wale wananchi wa wakati huo wanakuwa wameumia kiasi gani? Kwa hiyo tunalazimika kushawishi wananchi kwamba tushiriki pamoja na wadau, tunajenga nyumba moja, tujitahidi maendeleo ya nchi hii kwa ajili yetu sisi wote. Naomba niishie hapo. Asante sana. Labda tu kwanza kwa kuongezea kwenye upande wa serikali kwamba inafanya nini kwa sababu wananchi wanalipa kodi. Iko hivi, mfumo huu wa improved OD sio tu kwamba wananchi wanajipangia wenyewe pasipokuwa capacitated na LGA. Hapana. Kabla ya mwanzo wa kuanza kupanga mipango ya maendeleo, serikali kupitia Wizara ya Fedha huwa wanatoa mwongozo wa bajeti wa mwaka wa fedha ujao. Wanapotoa mwongozo ule mwongozo unatakiwa usomwe na kutolewa maelekezo kuanzia ngazi ya msingi mpaka ngazi ya taifa. Na kwa sasa hivi mipango yote inayopangwa kutoka serikali, kuanzia serikali za mitaa, yote inaingizwa kwenye mfumo wa mpango na bajeti wa plan rate, kama mlishawahi kusikia huo mfumo. Kwa hiyo kuanzia ngazi ya chini, kwa hiyo wale wananchi, mtaalamu kutoka LGA anapoenda kuwapa elimu juu ya namna ya upangaji, wanapewa elimu kuhusiana na mwongozo wa mwaka husika wa bajeti unavyotaka. Kwa hiyo wananchi wataibua kulingana. Kwa hiyo vyote ambavyo vitapangwa na kuingizwa kwenye mpango na bajeti ndivyo vipaumbele vya serikali kwa ujumla, kuanzia taifa mpaka lower level. Hiyo swali la kwanza. Kingine umezungumzia kuhusu ilani ya Chama cha Mapinduzi ya ambayo ni chama ambacho tawala kwa kipindi hiki. Serikali hii ilani tunayozungumza ndio ambayo inasaidia au inapelekea utengenezaji wa ule mwongozo wa bajeti. Mwongozo wa bajeti unapokuwa unaandaliwa, cha kwanza lazima wawe wana maeneo ya kulifaa. Miongoni mwa maeneo ya kulifaa pamoja na ilani ya chama tawala kwa kipindi hicho. Kwa hiyo kile ambacho kitaandikwa kwenye mwongozo wa bajeti ndicho ambacho kimetokana pia na ilani ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kuambia wananchi waibue wenyewe na waanze kutekeleza haitokuwa nje ya ilani ya Chama cha Mapinduzi. Asante sana. Sababu ya muda ilikuwa labda tuwape fursa watu wawili tu kuuliza swali, alafu tuweze kufunga, watu wengine kwa kweli kwa maswali mengine, alafu tutaendelea kuna nini. Basi ni tuna mic. Naomba tupate dada pale, alafu hapa. Dada hapa, alafu tutaangalia kama tutapata mwanakaka mmoja kama muda utaruhusu. Kwa kifupi sana kwa sababu ya muda wetu. Asante sana kwa presentation nzuri, na hongereni sana kwa maneno matamu sana kutoka ONOD. Na ninaomba tu kuuliza swali kwamba je, huu mfumo mpya sasa improved ONOD umeshaanza kutekelezwa, na if yes, ni wapi mmefanya a practical improved ONOD na lini? La kwanza. La pili,
vipaumbele, uibuaji wa vipaumbele kutoka ngazi ya jamii. Tunaamini sisi ambao tunafanya kwenye community huwa kuna ratiba ya upangaji mipango. Ni lini inakuwa communicated kwa community ili waweze kuengage kwenye uibuaji wa vipaumbele, na namna gani vipaumbele hivi vinakuwa reflected kwenye mipango ya sekta. Asante sana. Wa pili. Asante. Mimi swali langu liko mbali sana na swali la pili, kwa sababu mimi nilikuwa napenda kuuliza kwamba kama vipaumbele vinatoka kuanzia kwenye ilani vinashuka chini, tunawezaje kusema kwamba hii OD inakuwa ina promote zile community initiatives? Kwa sababu mimi nilikuwa nategemea kwamba system ni kama PAR, participatory, kwamba participatory action research, kwamba zile issues na emanate from people themselves, lakini kumbe issues zinatokana hata na ilani ya chama tawala. So wanahakikisha vipi kwamba zile issues zinakuwa ni priorities za watu wote regardless of their political affiliations na tofauti zao nyingine? Asante. Kaka wa mwisho kabisa, huyo kaka wa nyuma hapo, alafu tutakuwa mwisho na yatajibu yote kwa pamoja. Asante sana. Naitwa Moses Mkemo kutoka shirika la Labs Tanzania. Nimefurahia hapo umezungumzia masuala ya mindset ambayo sisi ni focus yetu kubwa. Na nilikuwa nina pendekezo baada ya kusikiliza hii presentation nzuri. Unajua wakati nasikiliza nikasema hii inazungumziwa nchi hapa Tanzania au ni nchi nyingine tofauti. Kweli nikasema hivi vinavyozungumzwa ni vitu vizuri, na kama vingekuwa vimefanyika tungekuwa tumepiga hatua. Na wakati tunafanya Mentimeter pale mwanzoni, kwenye swali la pili, wadau sisi wa CSO kwa kifupi tulisema kwamba hatuoni kama kuna ushirikishwaji mkubwa wa wananchi. Na hii improved inaonekana umesema imeanza 2019, kitu ambacho tungekuwa tumeona hatua. Sasa mimi pendekezo langu, kwa sababu kwenye ule mzunguko pale ulisema kuna reflection afu kuna hatua, reflection hatua, nadhani kuna haja ya kufanya reflection. Sasa hivi umesema kwa kifupi kwa sababu tunakimbizana na muda. Na naomba hii reflection labda ipatikane muda wa kutosha. Tufanye reflection, tuone namna gani kweli tunaweza tukafanyia mpango huu ambao ni mzuri. Mimi niwapongeze, mpango mzuri. Asante. Ila hauko kwenye uhalisia. Tufanye reflection. Asante. Tunashukuru. Basi kwa dakika moja tu. Asante. Nitaanza na lile la ilani ya chama. Hapana, ninaongezea kitu kwa sababu ameuliza dada pale kwamba kwa nini tunazungumzia ilani ya chama. Ilani ya chama tawala inaandika mambo kwa ujumla wake. Mimi nakumbuka ilani iliyopita ilikuwa imeandika kwamba mipango itatokana na wananchi. Hiyo imeandikwa kwenye ilani. Sasa unapokuja kutekeleza, maana yake wananchi sasa wanapata fursa sasa ya kushiriki na kutoa ile miradi. Kwenye ilani hawaandiki mradi mmoja mmoja. Wanaandika kwamba ile concept nzima ikoje, kwamba tuwashirikishe wananchi katika upangaji wa mipango. Ndio iliandikwa kwenye ilani na ndio inavyofanyika. Wakati wa upangaji wa mipango wanazingatia haya. Kuhusu kwamba Tanzania kwamba tulifanya wapi, kama nilivyoeleza, mikoa yote 26 tumepeleka OED na mikoa yote 26, halmashauri zote 184 tumetengeneza mwongozo nchi nzima, na huo mwongozo tumedistribute kwa nchi nzima, halmashauri zote. Lakini mwongozo wa serikali wa upangaji wa mipango unaotoka hazina unaelekeza kufanya hivyo, na unaelekeza kwa nchi nzima, na nchi nzima inafanya hivyo. Sasa kuna tatizo kwamba kuna baadhi yetu labda hatuna taarifa, na ndio maana tuko hapa leo. Tuko hapa kwa ajili ya kuinform kwamba hicho kitu kipo. Tunachotaka ni tushirikiane ili kiimarike. Hakijawa imara sana kama nilivyotangulia kusema, lakini tunatoa nafasi sasa tushirikiane. Asante, muda umetupa mkono. Asante. CSO week. Basi kwa sababu ya muda hatutapata na muda neno la kufunga, lakini nitumie fursa hii kuwashukuru James Kimambo na Chris Kafunga kwa hii mada, na pia niwashukuru ninyi wote kwa kushiriki, na wote tumeona kwamba ni fursa, ni sera ambayo inatekelezwa nchi nzima, lakini kwa bahati mbaya wengi bado hatujafahamu na labda hatuoni inavyotekelezwa. Kwa hiyo ni fursa sasa ya sisi kufahamu, kuendelea kuwasiliana na TAMISEMI na kufuatilia kwa kina kwenye ngazi ya halmashauri kule, kama tunafanya kazi kwenye halmashauri, kwa sababu kuna kitu amekiita CTF, nafikiri ni Council Task Force,
na zile za kwenye community kuona kwamba inafanyikaje, inafanyika lini na kadhalika, na kama kuna mapungufu ni kwa namna gani tunaweza kuengage katika hiyo process ili kuweza kuleta tija zaidi. Na washukuru sana na karibuni. Asante. Asante sana. Makofi kwa washiriki wetu. Asante moderator, asante pia na speakers. Kwa sessions ambazo zinafuata ningeomba pia niweze kuzitaja hapa, ambayo ni saa 5:30 mpaka saa 6:30 table hall. Tutakuwa na Girls and the Youth leading the path to progress inclusive governance for Vision 2050. Lakini pia hapa Faru tutakuwa na demand side action for consumer protection in Tanzania. Kwa hiyo kwenye hizi pia unaweza kaangalia, je, utabaki hapa au pia utaenda kwenye hizo respective venue. Sawa. Asanteni sana na karibuni.